So I was right on my phone, nikasikia unajua radi ile radi, ukasikia yani sauti kubwa. Yeah. And the attention ikuhitaji usikie sijui kuna hatari ama nini, yani no. That was just a direct alert. Naam. So nilipochungulia chini nikaona kila mtu anakimbia. Naam. So pia mimi nikaambia wenzangu ni kubaya. Sasa wakati ambapo unaona unakimbia, umesikia mtetemeko hivi kama ardhi. Yeah. Sasa kwa akili zenu mlikuwa mshajua ni nini, na mlikuwa mnadhania ni nini? Mtetemeko ardhi mlikuwa mnadhani ni nini? Okay, kwa kitu ya kawaida cause ilikuwa mchana, hakunyeshi, hakuna dalili ya mvua, lakini hii ni mgurumo. Mkubwa sana. Mkubwa sana. Na wamali uliko ilitetemesha ile jengo? Yeah, the vibration ulisikia lakini si not for long ama kitu mzito vile. But there was that kashake kind. Yeah. Ukaanza kukimbia. So nilipoangalia chini nikaona kila mtu anakimbia. Ulikuwa kwa floor ngapi? Nilikuwa kwa floor 7, huko ndio gym iko. Naam. So sisi pia tukafungua mlango wetu ya stairs na tukaanza kukimbia. Not knowing unakimbia kwa upande gani ama unakimbilia nini? No, okay, the only way was the stairs. So tulikuwa tunatumia stairs. Naam. Na nikakimbia nikaenda, I went up to around 4th floor. Then the gunshots zilikuwa too close. Naam. Kwa akili yangu nikajiambia kulingana na mlio ya risasi vile nasikia, these guys ndakutana nao chini. Yaani na risasi zenyewe ulikuwa unasikia moja toa ama ulikuwa unasikiaje? Zilikuwa mingi. Ilikuwa zinaliaje? There were too many. You know, by that time the security guys had arrived. Ilichukua muda mfupi sana for the response of the police. Polisi pia wakafika na kopesi pale. Polisi walifika kwa haraka sana. I think maybe they were around or something, or mtu alihave to call on a different attention. Probably walikuwa wanafikiria ni wizi around. Actually the first case guys were reporting wizi kwa bank. Kulingana na vile nilivyosikia. So the response was so quick. So there was that gunfight. Now you can imagine kuna gunfight kwa hiyo environment. So the risasi zina run to ta. So you know, when I'm running down, hapo mali nakimbilia, hakuna ukuta, ni kioo. So naona chini. Yaani una kile kitu kinafanyika kwa naona kila kitu. Ulikuwa unaona nini? Okay, sikuwa nimeget kuona the attackers but I'm seeing guys running baka ground ikakuwa clear. Okay? Hakuna watu yani. So nikajua nikifika chini utakuwa peke yako. Kuna vile naweza, afu nilipokimbia nilipofika 4th floor realize niko peke yangu kwa stairs. Wale wengine? Okay, when I was coming to work at Dusit, sikufanya like a proper orientation, so nijue kitu kama emergency exit nini. So unfortunately emergency exit niliwacha 5th floor. Unaona? Wewe unafuata stairs tu yani. Nikakuwa nafuata stairs, akili yangu ilikuwa inaniambia niende nifike chini na nitoroke, but kulingana na mlio wa risasi nikajua siwezi fika chini. Yaani unavozidi kuteremka chini risasi inazidi kuwa nyingi. Risasi tena kwa karibu. Ukamua nini? So nikaamua the only place I know is the gym. Urudi. Nikarudi, ndio nilikutana na mjamaa mmoja akaniuliza unarudi juu? Nikamwambia yeah, narudi juu. But I didn't know what else to do. Naam. So nikaenda all the way up and alikwambia anarudi, yeye akateremka. Yeah, anateremka tu. Tulipitana tu, ameniuliza unarudi? Kamwambia yeah. So niliporudi juu, nikarudi juu. Nikachukua time yangu, nikatafuta places za kujificha. By this time we know it's an attack. Naam. By this time it's an attack because ishachukua over 10 minutes. Ni milio risasi. Yeah. Na sauti za watu ulikuwa unazisikia? Not really, but the commotion down, you know, it went ikakuwa clear. Ikaba kitu milio risasi sasa. Yes. So nikaenda hadi juu, nikaingia changing room ya men. Nikatafuta nafasi. Nitatoshea kwa draw, yes, naweza toshea, lakini inaweza funguka.
So there's this path, staff path. Yenye tunatumia kuingia from the rift, from the staff rift. Naam. So hapo nyuma iko hii machine ya steam, the engine steam. Naam. So akili yangu mara moja iliniambia ruka juu jamaa. Kwenye dari. Yeah, kwa roof. Kwenye ceiling pale. Kwa ceiling, yes. Naam. So nikakanyaga pale juu ya ile machine. It's like a distance I had to jump kidogo. Naam. Nika strain juu. Still bado ndio nifikie roof, I had to jump kidogo. So nika jump all the way up. So I jumped with my two hands, but side moja ikaporomoka, steering ya pande hiyo ikaanguka yote. So nikabaki juu na my left, but I'm struggling. Yaani ndio angalau upande kuliko. Yeah, nilisema siwezi rudi chini no matter. So nika struggle, nikashika na right. Now I'm trying to pull myself up. No. So ile kujipull juu nataka sasa nifikie na miguu. Cause mkono zangu already nimeshika. No. Ile kubend, simu yangu ikaanguka. Wow. Ikatoka kwa mfuko ikaanguka. Ikaporomoka chini. Yeah. So by the end of it nilijikuta juu ceiling. Hukurudia simu yani? Zi. Uliona hapa simu acha ikae tu. Yeah. Nilisikia ikianguka, actually ile kitu sikujua sina ni kiatu, ni realize sina kiatu moja nikiwa juu yani. Yeah. Na hata ujui kilivuka wapi? Yeah. So I went nikafika juu, nika spot two place na nikaenda nikakaa. Kulikuwa na giza hapo juu? Yeah, kuna giza. It took me a while ndio macho yangu ya adjust kwa ile karai. Naam. But unajua kuna mashimo kidogo tu kuna light yani. Yeah, ilikuwa tu for some time, then my eyes adjust. So I went all this time nimelala kwa kifua. Una nini? Unajivuta vuta tu? No, okay, kuna space pale. So nilikuwa natembea kwa magoti. Nikaenda nika settle. Na hiyo ceiling ilikuwa strong, yani no. Ni God tu, nikikuonyesha mahali nilikuwa nimekaa. Naam. Utakubali ni Mungu tu. Maana haiwezi kuwa strong kukuhimili uzito wako yani. Okay, the thing is between the main ceiling, ile ka ceiling, ni ile ka ceiling kadogo ile. Naam. Between there, you know, kwa rafters easy the designing za roof. Ndio zitengeneza roofing. Kuna middle space between me and the main ceiling, there was a distance of like 1 feet. So hapo kuna zile wiring, pipe ya maji mali zimepitia, you know, zinatengewa somewhere zinapita kama ziko pamoja. Naam. So actually I was on top of those. Hizo ndio kwanza kupatia support. Yeah. Nilikuwa nimeralia hapo juu. Wow. Yeah, ilinichukua muda, nilikuwa nimekaa hapo for like between an hour hivi. Huyo jamaa, the attack started at around 3:15. Naam. Jamaa aliingia hapo between saa 10 na kitu. So wakati ambapo una struggle kupanda pale juu, una struggle kujiokoa, milio ya risasi bado ilikuwa inaendelea zaidi. Yeah. Because by that time I think the reinforcement was already in. No. And walikuwa wanakabiliana na majamaa wenye walikuwa chini. Sasa hiyo ambao unafikiria kujisave Alex. Yes. Nini ilikuwa kinaendelea akilini mwako? Ulikuwa unafikiria kufanya nini? Whom are you thinking of? At the moment when I was trying to kujificha, kujaribu vile nitajiokoa. No. The only thing was nijiokoe. Hiyo tu. The only thing was nijiokoe because now I'm here, I'm trapped, I can't go anywhere. Majamaa wako ndani. Yeah. So at that moment nilikuwa tu na reasoning moja. Vile nitajiokoa kutoka kwa hii situation. Malaika imekusimama kwenye mwili sana ni. Moyo unapiga. Yeah, sijai experience kitu kama hiyo. Hukufikiria kwamba yani sasa let them come sasa, yani at least calm down wakuje pia angalau waanze kukabiliana nao? No, you know, mtu amebeba silaha na wewe hauna, na intention yake ni moja, amekuja kuua. He doesn't care.
Unajua kama ni grudge ni kitu kingine, lakini sasa huyu ni mtu amekuja kuua. The purpose is to kill. Any slight chance he gets over you, he kills you. So hapo ndani kwa ceiling ilikuwa ni ukubwa gani? Kimo cha mbuzi, kimo cha ng'ombe, mali ulikuwa unaweza kusimama au mali tu unaweza tu kutambaa au mali unaweza at least ni mali ningeketi. Naam. Na nisiguze mabati. But ikukuwa place ningesimama. Okay, you know the roof is designed. So to some areas ungesimama. Lakini mali nilikuwa nimeketi, singesimama. Kulikuwa na heat huko ndani, kulikuwa na baridi ama kulikuwaje? At that moment kulikuwa na joto sana cause ilikuwa tu masaa mchana, kulikuwa na jua. Yeah, at that moment ilikuwa na joto. Actually, since I was there for the next 17 hours in that attack, usiku the temperature was still calm, although nilikuwa na ile automatic heat ya uoga. So masaa 17 kwenye dari. Yeah. I was there actually with him, with this terrorist, 17 hours. You know, nilipofika juu kwa roof. Naam. Nililala kwa kifua, you know, na nimelalia easy pipe. Naam. The guy got in there in less than an hour. Akafika. Yeah, nasikia tu akikuja from the stairs, he's running, he's banging doors. Oh, nasikia footsteps. Yeah, sometimes ana shoot. Mpaka alipokuja akafungua mlango, nikasikia amefungua mlango. Wa gym. Yeah. From the stairs. Ukajua kuisha mimi. Nikatulia tu, nimelala kwa kifua, nimetulia. Initially nilidhani huyu jamaa atakuja angalie akikosa hakuna jamaa aende. Ole wangu. Jamaa alitulia. And to make the matter worst, alipoingia kwa hiyo ka corridor alikuta simu chini na kiatu. Akajua hapa. So immediately akajua kuna mtu. So he started shooting the roof vigorously. Ana shoot tu. Mimi naona tu marisasi zinanizunguka tu How ku move bro? I didn't move. Nilikuwa nimekimya, nimetulia kabisa. Na hata uweze kumbuka nipiga risasi kama ngapi yani? There's this particular hour time huyu jamaa ni kama alienda akanyamaza, anagoja asikie. So mimi mali nimelala nimelala kwa kifua na nimelalia zile pipes. Naam. Zikawa zinanifinya sana kwa kifua. Uko umechoka yani? Yeah, I couldn't breathe. Zimenifinya. So mali nilikuwa nimelala, I think kulikuwa na this manyira paper hii watu wa ujenzi wanatumia kama ya simiti hivi. Oh, hii nylon ama? No, manila paper, like the brown paper, but one side ilikuwa silver, like ilikuwa na karatasi tofauti. Naam. So zilikuwa laid on top huko juu. Actually ndio zilikuwa zinani maintain level, ni paper kubwa. Naam. But at this point nilipofinywa sana kwa kifua nikaamua I'll turn. Otherwise I'll die when nimekaa. Maana unafinywa sana. Nimefinywa sana, I couldn't breathe anymore. 17 hours bro. That time ilikuwa around 2 hours after he's in. No. So nilipoturn. Ulikuwa unatana rakopesi ama pole pole? Taratibu, unajua nina uoga cause nilisikia hakuenda aliketi. My friend, nilisikia guncock just below me. Hapa. So nilipoturn nimelala na kwa mgongo. Naam. Jamaa alipiga marisasi. Nikasema hapa nimeenda. So nikaamuka, nikakaa upright. I'm only exposing my legs. Yeah. So nikashika frame hapa juu yangu. Ukasimama upright. I didn't stand, I'm seated, but nimetoa tu mwili ya juu. I'm exposing my legs only, yeah. So the guy was just shooting here on my left. Hapo akanashua he did a magazine. One full magazine. He did like a magazine over 30 things because the whole ceiling ilijaa moshi, ikakaa white. Were you able to breathe bro properly? I was breathing but I was totally calm. I was silent. No, una sweat. Ile mbaya. And I was shaking. So hizi risasi ambazo zimemiminwa pale kwenye ceiling. Yeah. Hata moja ikukupata.
Haikunipata, only that ile mabati ni ngumu sana. Sidhani risasi zilikuwa zinaenda over. Yeah. So at this one point, because nimejishikilia hivi, is when I think moja ilipiga ikaniangukia kwa mkono. Niko na kamaka kidogo tu hapa. Ndio kalama hapo. Yeah, so ikapiga roof alafu ikarudi. Ikaniangukia. So nilisikia tu moto, but I'm still holding up. Haikuingia, ili scratch tu. Ili scratch tu because ilirudi tu ni kama ili bounce back. No. So nilipoangalia nikaona nikabrista. Maji hivi. No. But I kept on holding. Jamaa akatoka, akaenda silent. I think to his mind alikuwa nadhani ameshika target because huyo jamaa kulingana na venye alikuwa na shoot. Alikuwa anajua ni hapa. Alikuwa na uhakika. So I stayed up for so long again. Like over another 2 hours. Umeshikilia tu. Yes. Tena nikachoka. Machozi yalikutoka Alex? Yeah, machozi ilitoka, sitadanganya. Sio machozi yanakutoka Alex. Yeah. Yanakutoka ukisema why me God, ama ukisema give me another chance God, ama yanatoka ukifikiria nini? Exactly. Have you ever umeshafikiria kuomba but you have no words? Unaambia tu God niokoe. Okoa maisha yangu. So at this time ndio I found myself na fikiria watu around me, you know, my best friends. I have a daughter and I was somehow thinking about her. Ulikuwa unafikiria nini kumhusu mtoto wako? Kama anaweza kuwa na hiyo chance moja tu, you know, ili uende ukamlea ni mtoto wako vizuri yani. Yeah. Vitu nyingi was coming across my mind. My friends, my family, and not many guys since this ilikuwa ka hustle tu. No. Si watu wengi wanajua niko Dusit cause ilikuwa ka contract tu ka muda mfupi. So hata mwenye angekutafuta kwa simu hamna. Si wengi wanajua niko Dusit. No. Yeah. So nilipochoka I approached, nikakuwa na approach kulala kwa mgongo tena taratibu, but each time he had that anarudi ana shoot but this time hakuwa ana shoot sana, alikuwa anakuja pa nasikia mwachilia anaenda anatulia, nasikia mwili tena. Yeah, na I was really struggling up there cause hizo chuma zilikuwa zinanifinya, si kwa miguu, you know, si kwa mgongo. Nikika upright mgongo inawaka moto, nasikia moto. Wow. So nilistruggle sana, ikakuwa na strain kubadilisha positions No. This went on for like 4 hours before the ruckus could sasa nilipowasikia juu kwa roof. No. And immediately askari walipofika juu, msee akakuwa amedivert attention sasa. Ulijuaje kwamba watu hapo juu ni ruckus squad? Ulijuaje ni askari wazuri na si watu wabaya? Nilikuwa nasikia wako under instructions Nilikuwa nasikia wana communicate na hizo radio call. Not really radio calls. I think they were wearing them on them, yeah. Cause place nilikuwa nimekaa kulikuwa na nafasi na to some extent wakimove ningeona. Wakipita hapo ningeona, nilikuwa naona. So these guys, huyu jamaa walipofika juu akaanza kupiga marisasi kwa ubaya sana kuelekea juu yani. Yeah. Na yote inapitia tu hapo kwa ceiling ambayo mwenyewe huko yani. Yeah, so at one time niko katikati ya you know the battlefield of this. Luckily, you know, the ruckus squad hakukuwa na shoot from top. Yeah. But this guy akisikia tu miguu ana shoot. At first reckon nilikuwa nasikia akianza kushoot wanatoroka. No. But I think wakarealize hizi risasi hazipiti kwa hii mabati. No. So wakakuwa wanamdistract sana because they are just walking all over. Jamaa anakasirika. Yeah? So alikuwa anacheza na akili yake yani. Yeah, I think I exhaust hii ammunition yake. So wewe mwenyewe huku kuwa na nini courage ya kuwaita, "Oi jamani, kwa hapa jamaa mimi. Njooni munichukue." Huko na courage ya kuongea hivyo
kuwapigia kelele kuwaita. Okay. At first nilipowaona ni zile vitu zenye zilikuwa kitu ilikuwa inapitia ndani yangu, you know, like should I alert them? Yeah. But instinct zangu ziliniambia no, tulia tu. Cause it's either huyu jamaa atajua bado niko hapa, na huyu jamaa ndio ako much closer than these guys. Terrorists are much closer to me than the guys. Naam. Cause hao walikuwa na struggle kungoa hiyo mabati na hawakuweza. Wali have to dig one section of the roof which is ni ukuta. Naam. Wali have to dig kashimo over the night. Ndio waweze kuingia. Si kuingia, they were throwing the brunettes. Walikuwa wanarusha sasa huko kwa gym ndani. Na huko hapo kwenye roof yani. In fact, mali wamechimba ni hapa. I'm only blocked by a wall like this one. Lakini wamechumba hapa. So the guy wakichimba, the guy is just shooting here. Now this time walikuwa wanachimba na machine. I don't know, but ni kitu walikuwa wanagonga. So I'm guessing it was a mattock hivi. Naam. So walianza polepole kugwaruza until sasa ikakuwa routine, nasikia tu. Naam. Over the night siku mzima. Yeah, walipiga hiyo mpaka around nilikuwa na approximate 2 time. So I'm thinking until kitu 4 usiku. Then everything went quiet. Huyu terrorist naye pia akaacha kushoot. So akaacha kushoot, Reke squad juu wakaenda quiet. And mimi nikaenda quiet. Nilikuta mimi niliamshwa ni light imejaa kwa ceiling asubuhi. Naam. Yani ulilala bro. Nililala for some ulipata nguvu wapi ya kulala Alex? Ulipata nguvu wapi ya kulala Alex? Nilikuwa nimechoka. Yani hiyo kushikilia kulala, nilikuwa nimechoka na mawazo mengi. Nilipopata hiyo nafasi, at least I had a power nap. Nililala dakika chache. Ukumbuki hata ni dakika ngapi ama masaa? Sikumbuki, because when I woke up na nikaona light nilidhani kuna mwangaza wa mwezi sasa. Naam. But hii light keep on coming, so nikajua okay, it was actually dawn. Kumekucha. Baada ya kuamka kelele bado ikawa kuna. Actually niliamka sasa, nazo risasi zikaanza mara moja. Za kutoka chini ama juu? Chini, jamaa ndio anapiga. But at this point Reke squad wakakuja wakamalizia ile kashimo nadhani. Naam. Na sasa wakaanza kurusha hizi brunettes chini. Magruneda. Yes. Wanarusha tu from that point, you know. So inaanguka, inaripuka, ina shakes. Hiyo ilikuwa ina shake. Inaripuka, unasikia kama ni moto. Na wewe mali upo, ilikuwa huo mlipuko ufiki? Hainifiki. Na wakirusha kilipuko ile jamaa terrorist na anaendelea kushoot ama jamaa ana shoot. You know, at this point nilikuja kurealize the security guy were all over. All the surrounding roofs walikuwa wameka like snipers. So hiyo battle before hiyo usiku senye Reke squad walikuja, uvamizi ilikuwa kutoka pande yote. The shooting was from out, this guy was shooting out, ana shoot juu, ana shoot out. So kulikuwa na snipers around the buildings. Na ile mkeep busy, and nilikam ku understand later that only 2 guys ndio waliingia huko juu kwa hoteli. Wengine wote, the other guy I think were killed hiyo siku ya kwanza tu from the ground floor. Yes. Na Reke yani. Yeah. So ikawa mbaki wawili ndio wakawa wanasumbua. Majamaa wawili ndio walisumbua sana like the whole night, cause mjamaa mmoja around hiyo wakati tuliamuka around kitu saa 10 hapo hiyo vita ikianza kuwa nyingi. Naam. This guy ilifika wakati akaanza kushout. Jamaa terrorist. Anasema nini? Alhamdulillah, you know, Kiarabu like. Then the other guy is responding. Huyu ana shout. Ilienda hivyo for some few minutes. Wanapokezana vile. Naam. Then nikasikia a very heavy gunshots from down there. Hiyo ilikuwa around 6 I think. Nikifikiria. So mimi kwa akili yangu inaniambia maybe huyo jamaa
was eliminated at that moment. Huyo ambaye alikuwa yuko kwenye gym hapa. No. Oh, wa chini kabisa. Wa chini. Naam. So ikabaki huyu jamaa ako juu. Ikabaki huyu jamaa ako juu. Wewe umekaa position gani sasa hiyo? Ama bado umelala tu baada ya kuamka? Okay, mimi nimelala. I'm lying on my back. So the Rec squad are still on top. At around kitu saa 2 hivi, saa 3 nikifikiria. These boys the Rec squad wakakuwa so vigorous, wakakuwa they are shouting even wow from the top. Wanasema nini? Maliza hii kitu sijui nini, you know, they were shouting, ni kama kujipaya psych. So at one time nikaona jamaa alipata nafasi, iko jamaa alingoa I think Karuf space somewhere to the corner, nilikuwa naona mali nilikuwa. Then he was shooting now in the gym. Naam. I think with a pistol this time. Naam. Akakuwa na shoot moja. Naam. So around mimi nikifikiria cause nilikaa hapo kwa muda. Naam. So nilipotoka ndio nilikuwa nafanya mafikiri yangu. I think between that time huyo jamaa akishoot, I think walikuwa wanataka wapate attention ya huyo mtu cause nilisikia from down. Piu. Hawa jamaa wamekuja, yani unasikia miguu yani kama wanapanda vile. Mara moja nikasikia wakapiga wakakuja, wamemaliza, wameingia kwa gym. Hata sikusikia yule jamaa akiscream. Mimi nilisikia sasa the Rec squad are in the gym. Wanafungua madrawers huko nini, wanafungua. Ulikuwa unasikia wakiongea? And they were joking. Wanasema nini? Nilikuwa nasikia nilisikia huyu jamaa anambia Gatungo, wewe toka na huko. Atukuachi na huko. Huyu jamaa they were like now making fun of each other. They were, nilisikia the environment had changed even for them. Even for them. So they spent some time in the gym wakifungua, nasikia wamefungua. Huo muda wote usemi bro niko hapa juu? No, siwezi cause nilishaamua it's either these guys can mistake me cause unajua wanioni, even if I scream they will not know who it is. Ukakaa hapo bro. So niliposikia hiyo friendly environment kwao, venye wana communicate between themselves, I had a relief mimi mwenyewe. Nilisikia tu nimetulia, but akili yangu mara moja ikaniambia hapa natoka jioni. Natoka hapa 5 bro. Natoka jioni when nasikia everything is clear. Hata heri nitoke nikute ni mimi niko peke yangu kwa hii building natembea. Bila kuogopa, bila nini. Ukakaa tena pale. Nikatulia. Paka wakaenda zao Reke. Wakaenda na nikakuwa nimetulia tu. Now I'm like thinking I had a time to pray, nikaomba. Maneno yakaja sasa. Nikaambia God, asante God, because this was a big thing to me. Having gone through what I went through, naona sasa ndatoka hii place uhai. You alive. Nilikuwa nasikia fiti. Bro, did it change your life? It did to some extent. It did. Anyway, before that, nilipoamua nitatoka 5. After around kitu, cause hiyo ndio time nilishuka, around kitu saa 4 hivi. Maybe after 1 hour huyu jamaa ameuliwa. Ndio nilisikia nao watu wakiongea chini kwa kizungu. So based on the tone nilidhani it's either the Dusit management wamekuja assess the damage, kuangalia, and that is what they were talking. So mi akili yangu ikaniambia ni wenye boma. So at that moment ndio nilitoa sauti. Nikashout. Unasema nini? Help. But unfortunately sikuwa na sauti hata kidogo. Yaani unaongea sauti haitoki. Haitoki, ina whistle. Yaani una shout wewe lakini I tried to shout nikitafuta place ya kutokea. And those guys walitoka na stairs wakaenda kama wajanisikia. Hawakusikia. Yes.
So na mimi nikaamua sirudi nyuma. So nikatafuta mahali niliingilia. At first nilipotea huko tu juu ya roof. Nikashuka kwa utaratibu tu. Kushuka ulipata kiatu chako, ulipata simu yako. Nikakuta simu yangu, nikakuta kiatu yangu. Pale pale. Simu ilikuwa iko on ama imezima? Ilizima, ilipoanguka tu ilizima. But luckily nilikuwa na simu mbili. So moja nilikuwa divert calls on the other phone. So all the guys who had been calling me walikuwa wanasikia simu yangu inaenda through. Lakini haishikwi. Ilikuwa iko wapi? The other phone was in my bag. Na bag iko kwenye store, kwenye bag ilikuwa kwa changing room. So I went down, nikaenda to the balcony. So kwa balcony, nikaangalia nje ya hotel. Nikaona the rec school, they are down there, they are parking. Wako hapo the whole team. So I decided sitawaita majamaa. I went to the other side of the balcony. Ndio niliona majamaa wawili wamevalia suti. Wakienda. So I tried to call this one. So but before nimalize wakakuwa wamepotelea. You know, like nawaita bado sina sauti na sauti yangu itoki na uko weak yani. Before sauti yangu itoke wakakuwa wamepotea. But nika decide, you know, I'll not be in the roof all time. So nikarudi side niliona rec school. Najaribu kuitana sauti itoki. So nikaamua nitatoa shati yangu. But I'm still calling. Nilipotoa shati yangu kuishika hivi, luckily jamaa akaniona. One of the officer. Akaniangalia on a surprise. Mimi nikaunua mkono nikamuuliza, is it okay? You know, I'm shouting. Wako ground, mimi niko 7. Akaniuliza, wewe ni nani? Unatoka wapi? Nikamwambia nimekuwa kwa roof. Naweza shuka. Bado ananiuliza, "We unatoka wapi?" Haukusikii. So mimi nikamuuliza, naweza shuka? Is it safe? Naweza shuka? So akaniambia shuka, njoo. Kazi imeisha. So I walked. Nilipofungua mlango ya stair nikakuta the guy huyu jamaa amenihangaisha the whole night. Hapo hapo amelala. Amegongewa hapo. Na bado kuna marisasi kwenye mwili wake. As in hizo magazines. He had the whole compact venye waliingia. Hakuwa ametolewa anything, only his gun I didn't see. But venye alikuwa amevaa alikuwa hivyo. Jamaa mkonde tu hivi. Jamaa mkonde, vijana wadogo sana. No wonder hakuweza, cause the guy alijaribu ku climb up the whole time. Hakuweza. I understood why, cause jamaa alikuwa mkonde, alikuwa mshort. Alikuwa mfupi sana. So so jamaa amecross. Mimi nikapita, nikamsongeza tu kidogo kwa mguu kwa sikutaka ku run over him. Nikapita. So as I'm walking, then around the 5th floor or 6th floor nikaona ule mwingine pia yeye amegongo, lakini alikuwa ndani mahali. So I just I walked all the way. Nikafika mpaka ground floor. So I was received by these guys from Red Cross. Not really Red Cross. Independent IPOA. One officer from IPOA, nakumbuka. So it's like they knew there was somebody there, alikuwa survivor. It's like report ilikuwa imeenea like kuna mtu mmoja patikani, because it wasn't a surprise to them. Aliniuliza tu majina yangu, wewe ni nani? Ukamwambia akakaribisha. Kaniuliza swali chache. Ni story ya Alex.